Lakini pia tunatambua Simba tupo katika dirisha dogo la usajili. Tambo zimekuwa ni nyingi sana mitandaoni, kila mtu anaboresha timu yake. Mimi nataka tu kidogo kama utojali umzungumzie Alan Okello kwa namna ambavyo unamtazama, kama kweli Yanga wataipata saini yake, unaiona nafasi yake mbele ya Yanga hii kama ikiwa imekamilika? Mimi bana, kwenye kuongea speculation na kuaga mgumu mpaka kitu kiwe rasmi. Yaani inakuwa mzito sana kwenye kutoa maoni. Lakini kwenye kosta ya Yanga Okello anacheza bila tatizo. Anaanza vizuri. Labda kama unajua sijamwona muda lakini kama kiwango chake ni kile ambacho tunamfahamu watu wote, anaanza. Maana kama Young Africans watafanikisha kweli kuipata saini yake kama ambavyo inazungumzwa, unaona atakuja kuwasaidia hasa katika michuano hii ya kimataifa, ambao baada ya michuano tunajua vilabu vyetu vinne vinaingia katika michuano ya kimataifa. Sasa unajua shida ya kwamba mpira wetu wa Tanzania una ugumu wake. Mtu anaweza kawa mzuri sana alipotoka hapa akaja hapa mambo yakawa magumu. Ndio shida nyingine hiyo. Alikuja Mavugo huku hatari, mambo yakamwenda vibaya. Alikuja Sapongo hapa mfungaji bora ligi ya Rwanda, mambo yakagoma. Walikuja akina Urkobu hapa, mambo yakakataa. Kwa ligi yetu kidogo mchezaji anaweza kaja mzuri mambo akamkata, akaja wa kawaida akashoot. Kwa hiyo kwa kiwango chake kile kama kitakuwa ni copy and paste, bado ana vitu vingi vya kutuonyesha. Ana vitu vingi vya kutuonyesha kweli, wala haina tatizo. Lakini sasa ndio hivyo, inategemea je ligi itamkubali? Na je ataingia kwenye mfumo wa mwalimu? Maana hilo jambo lingine, kwa sababu kwa miaka karibuni kama Yanga wanaanza kuondoka kwenye falsafa. Kwa unajua falsafa ya Yanga kwa miaka ya nyuma huko kwa sisi wa Yanga ni mbio. Na star wa Yanga kwa miaka yote anakuwa winga. Yaani ukamwambia taja mastaa wa Yanga wa zamani, unaanza kutaja tu mawinga. Utataja Lunyamila hapa, utamtaja Ngasa, utamtaja Msuva. Yaani kule unaomtaja unakuta alikuwa winga. Kwa sababu ulikuwa yani mwanangu Yanga akipanga, yani unataja line hapo watu wanasubiri namba 11 nani. Na namba 11 ni fulani bin fulani, jukwaa zima linanyanyuka. Unajua tayari. Yani wanasema kama rafiki yangu Joti kwamba kuna nini tena? Yani jambo limekwisha kwa sababu ilikuwa ni falsafa yao, lakini Yanga wamehama. Yanga wanaweza wakacheza mechi hawana winga asilia, mechi kaisha vizuri tu. Yani huko akacheza Pacome, huko akacheza Mzizi ambao kiasili sio mawinga. Kwa hiyo taratibu wanahama, sasa tujui, lakini Okello ni